Ndugu zangu Waislamu, suala la nisfu Shaaban, na wengine wanasema kwamba unasoma Yasini 3, wanafanya wenyewe magharibi, baina al-maghrib wal isha. Kuna Yasini moja ya kuongezewa umri, na nyingine ya kuzuiliwa sijui na majanga, na nyingine ya kuzidishiwa riziki. Pamoja na hizo Yasini pia waenda kwa waganga kwa sababu ya kupata riziki, na hizo Yasini wanazo. Sababu si wa kweli. Mtu la yusalli, mtu lazani, mwizi, mzinifu, mvuta bangi, fanya kadha, atataka Yasini moja akisoma umri wake uwe mrefu. Afanye nini? Avute bangi sana au afanyeje? Maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweka hivyo kwamba watu wakisoma Yasini kwa ajili ya kupata umri mrefu. Yako wapi mambo hayo? Wala Yasini kwa sababu riziki ziwe nyingi. Yako wapi maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Achilia mbali kuyanasibisha katika nisfu ya Shaaban. Na haya yanafanyika, tumeyashuhudia kwa macho yetu na tumeyahudhuria wakati huo mambo kama hayo. Kwa hiyo tuyajua kwamba yanafanyika hivyo katika majumba na katika misikiti. Bid'a hiyo imeletwa kwa kuitakidi kwamba ati katika usiku wa katikati ya Shaaban ndipo upangwa riziki za waja, bali kuna wengine wamekwenda mbali zaidi kwamba mtu akifa wakati huo anaenda peponi kwa sababu Allah anakuwa kwenye kikao na malaika. Kwa hiyo kama ameghafilika vile, mtu ukifa tu umepenya, yani kama vile haujaonekana. Vipi Muislamu atazungumza maneno haya?